Kuna kipindi nilisikia minong'ono wakati tunasema bwawa limekamilika. Kuna watu walikuwa wanasema limekamilika, lakini ni white elephant. Nilijitembo jeupe limelala halina kazi, kwamba hakuna matumizi kwa sababu hakuna njia kuu za kusafirishia umeme. Sasa ujenzi wa njia kuu ni kama nilivyoeleza, unaendelea kwa kasi kubwa, na mradi huu ni mradi wa manufaa makubwa kwa taifa na sio white elephant. Ndugu zangu, ili mradi huu uendelevu kwa miaka mingi ijayo, tuna wajibu wa kutunza, kuhifadhi na kulinda mazingira pamoja na vyanzo vya maji vinavyoleta maji kwenye bwawa hili. Hivyo nitoe wito kwa wananchi wote kuhakikisha tunatimiza wajibu wetu. Niwatake Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Wizara ya Nishati, Wizara ya Maji na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kuratibu na kusimamia kwa karibu zaidi juhudi za uhifadhi wa mazingira na vyanzo vya maji katika maeneo yanayohusiana na mradi huu. Hiyo itafanya mradi huu uishi kwa miaka mingi zaidi. Nataka nizungumze jambo jingine hapa. Tumeanza kusikia taarifa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania kwamba miezi michache ijayo tutakabiliwa na mvua kubwa za El Nino. Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kwenda kujitayarisha kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa kwa wananchi wetu. Kwa hiyo niwaombe sana, tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe ili mvua hizi zisilete madhara kwa wananchi wetu. Kwa Watanzania wenzangu, sote kwa pamoja tushirikiane katika kuilinda miundombinu hii ambayo tumeijenga kwa gharama kubwa. Tusikubali wala tusitoe nafasi miundombinu hii kuharibiwa. Kamati za ulinzi na usalama mikoa na wilaya, shirikianeni na wananchi kwa kuweka mikakati mahsusi ya ulinzi shirikishi ili kulinda miundombinu yetu tunayoijenga kwa gharama kubwa, sio tu hapa, lakini kote ambako tunajenga miundombinu ya kitaifa kwa gharama kubwa. Kwa upande mwingine, Wizara ya Nishati na TANESCO na wataalamu wote mnaosimamia kituo hiki kuhakikisha mitambo hii inatunzwa vizuri ili itumike kwa ufanisi na kuleta manufaa yaliyokusudiwa. Wakati napewa muhtasari wa mradi huu, nimeambiwa wataalamu wote wanaoendesha mradi huu ni Watanzania. Ingawa wakandarasi bado wapo, lakini wataalamu wote ni Watanzania. Kwa hiyo Watanzania, huu ni mradi wenu, tunzeni kidumu. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, napoelekea kuhitimisha hotuba yangu, niseme kwamba mradi huu umethibitisha uwezo wetu Tanzania. Hivyo uwe chachu ya kusukuma miradi mingine ya kimkakati ili tuweze kujenga taifa thabiti na linalojitegemea. Na hapa naomba nisisitize jambo moja ambalo kila ninapopata fursa ya kuongea na wananchi huwa nalisema, nalo ni amani, utulivu na usalama wa taifa letu. Tunu hizi hazipaswi kutelekezwa au kutekelezwa na vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, bali ni wajibu wetu sote. Niwaombeni sana ndugu zangu, tuendelee kuzilinda tunu hizi kwa kuwa ndio msingi wa maendeleo na ustawi wa taifa letu. Bila ya amani, utulivu na usalama ndani ya nchi yetu, tunayoyaona na kuyafurahia hayatakuwepo. Mwisho kabisa ni shukurani. Nashukuru Wizara ya Nishati na taasisi zote, lakini vile vile nashukuru sana Jamhuri ya Kiarabu ya Watu wa Misri kwa zawadi mlizonipatia.
zawadi hizi si zangu, ni Watanzania wote, ni za Watanzania wote, kwamba tumethubutu na tumeweza, na sote tunapaswa kujipongeza, na zawadi zile ni za watu wote. Kwa maana hiyo, kwa sababu ni zawadi za watu wote, zinakwenda kukaa makumbusho ya Taifa, wala hazitakaa kwenye makumbusho ya Samia, zinakwenda kwenye makumbusho ya Taifa. Baada ya kusema hayo, sasa ninayo furaha kutamka kuwa kituo hiki cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere kimezinduliwa rasmi leo tarehe 22 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2026. Namuomba Mungu aubariki urafiki wetu baina ya Tanzania na Egypt au nchi ya Misri. Mungu aubariki mradi wetu. Mungu atubariki wananchi wa Tanzania, na asanteni sana kwa kunisikiliza.